Mimi ni baadhi ya wale wanashiriki katika ujenzi, na mimi sina aibu na siombi msamaha mtu yeyote kwa kushiriki kwa ujenzi wa kanisa, kwa sababu tukitoa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hatumpatii askofu, hatumpatii Mungu. Tunafanya hivyo, hatumpatii binadamu, tunafanya hivyo kwa sababu ya Mungu. Si ni kweli? Kwa hivyo kanisa lenu la headquarters pale, nimeambia askofu ya kwamba nitawatumia milioni 10 ya kuendelea na kujenga hiyo kanisa, hiyo headquarters. Na nawashauri hawa viongozi wenzangu wengine wote pia wachangie, na hata nyinyi wananchi mchangie, kwa sababu tukimtolea Mungu hatumtolei binadamu. Mungu anasema mnijaribu, try me, na mtaona vile mambo itafanyika. Mimi ni shahidi ya kumjaribu Mungu na amenitendea mambo makubwa sana. Tunaelewana jameni? Pia nimesikia hapa, kwa sababu kanisa na serikali nafanya kazi pamoja, tuko na mpango mkubwa ya mambo ya afya. Munaelewa, mimi nilisema wakati nilitafuta uongozi wa Kenya ya kwamba tutabadilisha mambo ya matibabu. Ya wananchi wengi wanapoteza maisha yao kwa magonjwa ambayo yanaweza kutibiwa. Wengi wao wanakosa kwenda hospitali kwa sababu hawana hali, hawana namna, hawana mali, hawana pesa. Na ndio tukabadilisha, tukasema mambo ya matibabu sio starehe ya watu matajiri na watu wenye uwezo. Afya tunataka iwe ni haki ya kila Mkenya, vile katiba ya Kenya sehemu ya 43 inavyosema. Na ndio sababu hiyo tukaleta mfumo mpya ambayo ni universal health coverage, yani afya kwa wananchi wote bila ya kujali wako na kazi ama hawana kazi, wako na pesa ama hawana kazi, wako na mali ama hawana mali, wote wapate nafasi ya kutibiwa. Na ndio sababu hiyo tumesema kila mwananchi wa Kenya ajisajili pale kwa SHA. Wananchi wa hapa Narok 1382 tayari wamejiandikisha, lakini bado wengi wako nje hawajajiandikisha. Mimi nawauliza wananchi wote wa Narok na wa taifa letu la Kenya, tunataka mujiandikishe ndio serikali iweze kupanga mambo ya matibabu ya Wakenya wote. Na tumesema matibabu tukienda mbele hayatakuwa na malipo yeyote. Kila mtu ataenda hospitali, atatibiwa na ataenda nyumbani. Gharama hiyo italipwa na bima ya afya ambayo tumetengeneza kama serikali ya Kenya. Lakini lazima ujiandikishe ndio tujue mzee fulani, mama fulani na watoto wake, ndio tuweze kupanga mambo ya matibabu. Hiyo kazi yote tutashirikiana, na tumesema ya kwamba matibabu haitakuwa inashughulikiwa na serikali kwa hospitali ya serikali peke yake. Hospitali ya mission ama inayoendeshwa na kanisa, hospitali ya private inayoendeshwa na watu wa binafsi, pia tutajumuisha zote. Na nimefurahi wakati nimefika katika sehemu hii ya Rotien, kanisa la CCI wamesema wanataka kuanzisha hospitali hapa. Na mimi nasikia tayari mumetengeneza tank, mumejipanga, na tayari nimepatia askofu shilingi milioni 3 ya kusaidia nyinyi kutengeneza hiyo kanisa, hiyo hospitali. Na mimi nashukuru rafiki yangu Tongoyo pia ameongeza milioni 2, sasa mko na milioni 5 ya kuanzisha hiyo kazi ya kujenga hospitali. Kulikuwa na mtu alikuwa ameniuliza, anasema ako wapi huyo mtu? Ule chama. Huyu alikuwa, sasa wewe si sasa utapangana na hapo ukisonga. Si ndio? Tutakupata mbele. Si namna hiyo. So tunataka kuhakikisha ya kwamba sehemu zote za taifa letu la Kenya
ziko na nafasi ya wananchi kupata matibabu, and going forward we are going to make sure that mambo ya matibabu yanaendelea bila ya wananchi kuhangaika. Mtu asiuze nyumba yake ama mali yake ama ng'ombe zake ati analipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya kupitia kwa bima ambayo tumekubaliana pale kwa SHA, tuweze kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Tumekubaliana watu wa Narok? Tuendelee namna hiyo. Mimi nataka niseme mambo mawili ya mwisho. Mnajua tulianzisha mfumo mpya wa elimu ambayo inaitwa CBC. Sasa imekuwa CBET. Na hiyo mpango tulifanya transition ya kwanza miaka 3 iliyopita kutoka primary school mpaka junior school. Sasa mwaka huu ni mwaka wa pili ama awamu ya pili ya kufanya transition ya CBC kutoka junior school mpaka senior school. The first cohort of our young men and women going to senior school is going to happen in January. It is a most consequential transition in Kenya because it is part of the transition of our education reform process that now is going to give us a new way of our students progressing with their education. So a most consequential exercise is underway in Kenya. 1.1 million children in Kenya will be transitioning from junior school to senior school in January. I want to assure parents across the Republic of Kenya and all other stakeholders that we have made adequate arrangements. Every child, the 1.13 million children in Kenya, each of them has a place to go to in senior school. Hakuna mtoto hata moja atakosa nafasi ya kwenda katika shule ya senior school ama secondary school ikifika Januari. Tuko na nafasi ya kutosha. Pale nyuma niliwaeleza tumeajiri waalimu, kufikia Januari itakuwa waalimu 100,000. Tumejenga madarasa 23,000. Tutakamilisha mahabara ama laboratories 1,600 kufikia mwezi wa 3 mwaka huu. Na vile vile tumehakikisha ya kwamba ile capitation ambayo serikali tunatoa 22,000 kwa kila mwanafunzi, tayari serikali tumetoa 44 billion shillings this week to make sure that the transition in January is going to be smooth. There will be resources in our schools. Pesa itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Pesa ya kuwasomesha. And therefore, I want to tell those people who are introducing small politics and unnecessary propaganda into the education of our children. I am telling them to keep off our children. Watu ambao wako na siasa fitina ndogo ndogo, madalali wa siasa ya bure, wanataka kuingiza watoto wetu kwa mambo ya siasa ambayo haina maana. Mimi nataka niwaeleze watafute mahali ingine ya kupeleka siasa. Wawachane na watoto ya Kenya. Watoto wa Kenya wote 1,130,000 wote watapata nafasi ya kwenda katika shule ya senior school Januari. Tumetoa pesa kama serikali bilioni 44. Pesa hiyo itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Na kuna pesa imepunguzwa ya kusomesha watoto wetu. Hawa watu wanaongea hapa, nimesikia wanajaribu kuongea. Wapeleke siasa mbali. Sijui kama tunaelewana. Wawachane na watoto ya Kenya.
Watoto wa Kenya ni watoto wetu, and tumefanya reform ya kutosha. Tumeajiri the largest number of teacher recruitment in Kenya's history. We have built the largest number of classrooms. Tumehakikisha ya kwamba ile confusion ilikuwa kwa CBC tumeirekebisha. We are undertaking a most consequential transition in January from junior school to secondary school. And I want to tell small politicians with their small politics to keep off our children. Ninyi mnanielewa jameni? Yes. Tunaelewana? Hawa watu lazima niwakemee kwa sababu ni watu wako na siasa bure. Ninyi mnanielewa jameni? So tunataka tushirikiane hivyo. Tunataka tutembee pamoja namna hiyo ndio Kenya iweze kusonga mbele. So mwisho mimi nataka niwaeleze vile vile ya kwamba msaidie huyo mzee, nafikiri baridi imemzidi kidogo. Hii mali yenu iko baridi. Hey, tunakuja. Mwisho, watu wa Narok, mimi nimekuwa hapa juzi. Vile hawa viongozi wenzangu wamesema, niliwaeleza ya kwamba Narok hii kwa mapenzi ya Mungu tukishirikiana na viongozi wote tutabadilisha hii Narok kwa miradi na mipango ya maendeleo. Muliniuliza ya kwamba mambo ya Mau Forest kulikuwa na fitina nyingi ya kwamba Ruto akichaguliwa president atakuja kujaza watu Narok hii msitu. Si ilikuwa inasemekana hiyo story ama hamkusikia? Kulikuwa na propaganda nyingi hapa, watu ya porojo na fitina ya bure. Lakini Mungu ametujalia title deed ya Mau Forest. Mimi nimepatiana hapa Narok County. Fence ya kufence Mau Forest imebaki kidogo vile huyu MCA amesema. Hiyo mahali kidogo imebaki, tuna fence ndio siasa imalizike ya Mau Forest, watu watafute sera ya kupeleka mbele, wawache fitina. Vile vile muliniambia maneno ya Kedong hapa. Mkasema hii Kedong pia kwa sababu sehemu nyingine iko Narok, tupangane na nyinyi. Tumetoa ekari 10,000 tukasema ipatiwe watu wa Narok County. Viongozi wa hapa watajipanga, mtapanga watu wenu tuweze kuwapatia hiyo ardhi. Muliniambia maneno ya Amboseli tumekamilisha. Hapa Narok inajulikana kwa mambo ya utalii. Na tukakubaliana tunajenga international airport hapa Narok. Nilikuja nikaanzisha hiyo airport, kufikia mwezi wa 4 hiyo airport itakuwa imekuwa tayari. County government ya hapa watajenga ile terminal building, tutaendelea na hiyo kazi isonge mbele. Hiyo county sasa wajikaze, nitaongea na rafiki yangu Patrick ndio tuweze kukamilisha hiyo airport, tuweze kusonga mbele pamoja. Barabara zile zingine zote nimeongea na mjumbe wenu Mama Pareyo hapa. Unajua tulikuja kuanzisha hii barabara ya Kisiriri kwenda mwisho ya lami. Watu wakasema hatuwezi jenga. Si tulijenga? Sasa wale tena walikuwa wanasema hiyo propaganda. Sasa barabara ya kutoka Nengetia pale mpaka Posimoru, mimi nakuja Februari kuanzisha hiyo barabara. Nilikuwa kule Narok West, Ngoswani, barabara hiyo inaenda mpaka Morijo. Hiyo barabara sasa hii inaendelea. Mjumbe wa huko wako hapa. Si namna hiyo? Niliwaambia tutakamilisha ile barabara ilikuwa inatoka huko Isabenia, ikuje Lolgorian, ikuje mpaka Kilgoris. Hiyo barabara tumekamilisha. Nilikuwa napitia hiyo barabara jana nikakonfirm imekamilika. Nyinyi mnanielewa? Barabara hiyo ya kutoka Mulot, Sogo, hii yote mpaka inaenda Olbegenyu, alafu inakuja mpaka hapa Lolonga. Hiyo barabara contractor yuko pale, nimeweka pesa ya kutosha, tutakamilisha hiyo barabara. Na kazi zile zingine zote, mjumbe wenu hapa Mama Pareyo amesema kuhusu mambo ya stima.
Nataka nimwambie mjumbe wetu pale hiyo, tayari serikali tumetoa bilioni 1.5 ya watu wa Narok ya stima. Hapa Narok North tuko na projects 43. 200 I think 95 million iko hapa Narok North. Najua Narok North kidogo ilibaki nyuma, lakini nitashirikiana na mama Pareyo niweze kuongeza pesa ndio tuweze kufikiwa na stima vile mumeuliza watu wa hapa. Si ndio jameni? Masoko ndio hiyo, soko Narok Town hapa tunajenga soko kubwa ya milioni 390. The largest market iko hapa Narok Town. Ile ya kule juu ilikamilika, nilikuja nikafungua. Kuna soko ingine 14 tunajenga hapa Narok. Inaendelea. Tumeweka pesa 1.5 billion ya kujenga masoko. Affordable housing inaendelea hapa. Tumewapatia shilingi bilioni 6 ya affordable housing. Tunaendelea na mambo ya hostels ya watoto wetu wanaosoma kwa TVET, kwa KMTC, kwa university. Tumeweka huko shilingi bilioni 2.5 ya kujenga hostels ya watoto 5,000 na hiyo hostels inaendelea. Sio ndio kazi mlisema tufanye jameni watu wa Narok? Na ndio mimi nawauliza viongozi wale wengine wote, unajua juzi nimewauliza wengine kwamba sisi kama viongozi lazima tuwe accountable. Kila kiongozi usiwe tu ni mtu ya kusumbua watu. Unapigiwa makofi, unaimbiwa na kina mama na hakuna kazi unafanya. Si ndio? Hakuna mtu anachaguliwa ati kwa sababu ako na sura mzuri, ama ako na ndevu, ama ako na nywele mingi. Mtu anachaguliwa kwa sababu ya ile kazi amefanya. Na kama mtu hakuna kazi amefanya, atembezwe mbio mbio aende nyumbani. Ama namna gani? Ndio mimi nimeambia hao viongozi wanajaribu ati kushindana. Mimi nimewaambia mambo mawili ni ya muhimu kwa hii mambo ya uongozi ya Kenya. Number 1, ukuwe na agenda na sera na mpango na maono. Si ndio? Hapana sumbua sisi na propaganda na fitina. Kuja na agenda. Namba ya 2, kuja na track record. Yes. Kama hakuna kitu umefanya kwa hii Kenya na wewe unataka kuongoza Kenya, utatuharibia nafasi na wakati. We don't have time to waste. Hatuna nafasi ya kupoteza na mtu ambaye hana agenda, hana mpango, hata track record. Kama mimi nataka niwaulize watu wa Narok, mtu kama amekuwa uongozi miaka 10, hakuna barabara amejenga, shule hajajenga, kanisa hajajenga, hakuna kitu amejenga, huyo ni mtu ya kuchaguliwa? Sasa mwingine hata nimuuliza juzi, sasa wewe umekuwa hapa miaka 40, hakuna kanisa umejenga, hakuna shule umejenga, barabara mahali yote Kenya hii. Mimi nimesimama hapa, hii barabara ya Kisiriri, mnajua mimi nilikuwa hapa wakati tulikuwa tunapanga tujenge. Ni kweli ama si kweli? Si tumejenga? Hiyo ya Olmegenyu nilikuwa hapo tukianzisha. Ile ya kutoka kule Lolgorian nilikuwa hapo. Mimi kwanza ndio nilienda kuanzisha kutoka huko Isabenia, huko Kuria. Hii barabara ya Sekenani nilikuwa hapa tukipanga na nyinyi tukijenga. Si namna hiyo? Kwa hawa wanashindana na mimi hawa wote, iko barabara yao gani hapa Narok? Kuna barabara wamekuja kufikiria hata peke yake? Hata hawajui Olmegenyu iko wapi, hawajui Enengetia iko wapi. Alafu wanasumbuana na sisi. Hata mwingine nikamuuliza, sasa wewe wacha hata tusikusumbue kwa sababu ujui, tusikusumbue na ya Kenya. Wacha tuseme ya kwako. Hata ya kwake hakuna kitu. Anyway. No, unajua ni vizuri tuambiane ukweli. Yes. I want to challenge my competitors. They must come up with their track record. They have been leaders in this country. I can show my track record as a leader. Let them show us theirs. And let them give us their plan. Sahi wanazunguka tu hapa na fitina kidogo kidogo.
Ndio nimewakataza kwanza, maneno ya watoto ya shule wawachane naye, waendelee na fitina nyingine, lakini ya watoto wa shule we don't want. Ama namna gani jameni? So mimi sitaki kusema kuzidi hapo, sitaki kusema sana, kwa sababu leo tuko kanisani, bishop anaweza kutukosoa, lakini sitaenda sana, nitakuwa hapa tena kwa sababu tuko na kazi zingine ambazo tutakujia hapa Narok. Si namna hiyo? Bado tumeketi chini na hawa viongozi. Senator Ledama amesema watu wa Narok ni watu wa bidii, shida wako naye ni barabara. Si ni kweli? Na nimeweka mpango kamili kwa sababu mimi naelewa ya kwamba tunahitaji barabara zaidi Kenya. Ndio mulisikia nikatangaza kwa State of the Nation Address, nikasema tunahitaji kujenga barabara kilomita 28,000 mpya Kenya. Na sio tu kujenga, pia nikatoa vile tutajenga hiyo barabara na mahali gani pesa tutatoa ya kujenga hiyo barabara. Na ndio tumeanzisha National Infrastructure Fund. Tumeanzisha Sovereign Wealth Fund ambayo itatusaidia kukusanya pesa kutoka budget, kutoka privatization, kutoka private sector, kutoka public private partnerships, ambayo itatusaidia kujenga mabarabara hizo. That is how we are going to move Kenya from a third world to a first world country. Wale wanapingana na mimi ati first world haiwezekani, watuambie mpango yao ni gani. Nilisikia mwingine juzi anasema ati hatutaki mambo ya Singapore, hatutaki mambo ya Korea, ati heri Somalia. Sasa mimi nauliza kweli hiyo? Anyway, tafadhali muwaombee hawa watu, nahitaji maombi. Asante Biblia, asante Bishop kwa kunipatia Biblia. Biblia mimi nahitaji hiyo Biblia kabisa kwa sababu so ndugu zangu watu wa CCI, mimi nimefurahi sana kuwa kati yenu. Na CCI iko na uhusiano mkubwa na AIC, mahali kanisa nimelelewa. Nimeona vile mnaimba ni vile tunaimba huko AIC. Sitaki kusema ilitokea maneno gani ikakuwa sisi. Lakini AIC na CCI ni mapacha, si ndio? So nasema asante sana kwa kutukaribisha, nawatakia heri na tunawatakia baraka ya Mungu. Mimi nimetembea na members ya family yangu, watoto wangu wako hapa, wasimame. Najua saa zingine unaweza kutembea watu wanaona tu. Huyo mfupi huyo ndio msichana wa kwanza, anaitwa June. Huyo kijana mrefu huyo anaitwa George. Na huyo George ni rubani na pia anafanya maneno hapo. Na huyo Nicholas ni wakili, pia anashughulika na mambo yake. Hivyo asanteni sana. Mimi nawatakia heri.